Karibu tena Bernard Cinema, na leo tunaanzia hapa. Kuna nyumba moja iko pembezoni mwa mji, na leo polisi walikuwa wamepewa oda kwenda kuisearch. Polisi wakiwa hapo nje wakiwa wanaangalia namna ya kuweza kuingia katika hiyo nyumba, ghafla wanatokea watu wawili wanawapulizia poda wale polisi. Na baada ya kupuliziwa poda, polisi wanajikuta wanaanza kuwasikiliza wale jamaa. Basi wale polisi wakaondoka baada ya kupuliziwa ile poda. Na muda ule ule wale jamaa wakasikia sauti ya mtoto mdogo akilia kutokea ndani. Walipoingia ndani wakakuta mwili wa mtu aliyefariki pamoja na watoto wadogo wawili wakiwa hai. Walichokifanya wale jamaa, wakawachukua wale watoto wadogo wawili wakawapeleka kwa bibi yao. Katika hao watoto wawili ambao wameletwa kwa bibi yao, mmoja alikuwa ni wa kiume na mwingine alikuwa ni wa kike. Na huyu wa kiume alijulikana kwa jina la Nathan. Wakati wa kipindi chote cha malezi yao wakiwa kwa bibi yao, chama cha wachawi kiliingilia kati na kuweza kujua maendeleo ya Nathan, kwani Nathan baba yake alikuwa ni mchawi kupindukia. Hakuna mchawi mwingine yoyote aliyekuwa na uwezo wa kusema neno mbele ya baba yake Nathan. Sasa walichokifanya, walikuwa wanamkata mguu kila wiki, alafu wanaangalia jeraha lake linaweza likajitibu ndani ya muda gani. Lakini pia walikuwa wanamuuliza Nathan kama ana uwezo wa kusikia mapigo ya moyo ya watu wengine. Lakini hata hivyo Nathan alikuwa hana uchawi wowote, isipokuwa alikuwa anatengwa na rafiki zake kutokana na background ya wazazi wake. Dada yake Nathan ajulikanaye kwa jina la Jessica, alipofikisha umri wa miaka 17, bibi yake akajikata mkono na kuweza kumnywesha damu yake. Na hiyo ilikuwa ni tamaduni au sherehe kwa familia za kichawi. Na inasemekana kana kwamba asipokunywa damu ya ndugu yake, kuna uwezekano mkubwa akapoteza maisha. Lakini pia wanapokunywa hizi damu, wanaamsha uwezo wa nguvu za asili uliopo katika mila zao. Jessica akiwa amelala na boyfriend wake, ghafla nguvu zake za kutoka ndani zinaanza kujionesha. Kumbuka mchana amenyweshwa damu na bibi yake. Na Jessica anabadilika maumbile yake, anakuwa sio mtoto wa kike tena, bali anakuwa ni mtoto wa kiume. Na boyfriend wake anashtuka, ina maana mimi leo nimelala na mtoto wa kiume? Na anapojaribu kujitoa, yule mwanaume anamkamata kwa nguvu sana. Lakini simu ilipoita, Jessica ghafla akabadilika akawa mtoto wa kike tena. Na ilipokuwa siku nyingine tena, Jessica alialikwa kuweza kujiunga na kikundi maalum ambacho kinapambana na nguvu za giza. Lakini wakiwa wapo kwenye mazoezi, Jessica alikuwa anakosa target sana. Hivyo ikapelekea wenzake kuanza kumcheka na kumwambia, wewe hauna faida katika hichi kikosi. Na hata waliporudi kambini, lakini wenzake bado waliendelea kumcheka. Jessica alipoona wanamcheka kwa kipindi kirefu mno, akaamua kujibadilisha akawa mtoto wa kiume. Na pale pale akatoa taulo, akaweza kuwaonesha maumbile yake mapya na kuambia, mimi msinichukulie poa. Lakini haikutosha, yule ambaye alikuwa anamcheka sana Jessica akajibadilisha na akachukua sura ya baba yake. Kwa maana hiyo yule aliyekuwa anamcheka akawa anamuona Jessica kama baba yake, yupo uchi anawaonesha kila kitu. Katika maeneo ya klabu, Nathan anaongea na binti mmoja anaitwa Anna. Na huyu Anna ni mtoto wa mwenyekiti wa chama cha wachawi. Sasa Anna akiwa anaongea na Nathan, anatokea binamu yake Anna na anaanza kumpiga Nathan na kumdhalilisha mbele ya watu. Binamu yake Anna anafanya hivyo kwa sababu hataki Nathan awe jirani na binti yake, kwa sababu anajua Nathan amezaliwa katika familia ya kichawi. Basi Nathan akiwa yuko shule, Anna akamfuata na kuweza kupiga naye story. Na Nathan alifurahi, maana ndo binti wa kwanza kumsogelea Nathan akiwa shule na kupiga naye story. Kwa maana hiyo Nathan akiwa shule anapiga story kivyake. Lakini wakati huo jamaa akiwa anarudi nyumbani, akakutana na binamu yake na Anna, yule ambaye alimpa kipigo jana usiku. Na leo tena anaanza kumtukana, lakini Nathan aliweza kuvumilia. Binamu yake Anna alipoanza kutukana matusi juu ya mama yake na Nathan alibadilika pale pale na kupata nguvu za ajabu. Alimbeba yeye na baskeli yake na kuweza kumtupa chini. Lakini chama cha wachawi kiliweza kusense kana kwamba Nathan amefanya tukio. Ikabidi wamchukue Nathan wampeleke kwenye makao makuu yao na kuweza kuongea naye. Hawa viongozi wakamwambia Nathan, sisi tunakufuatilia wewe kwa muda mrefu kwa sababu baba yako alikuwa na uwezo wa nguvu za ajabu. Hakuna ambaye alikuwa na uwezo wa kumzuia baba yako. Na wakamuonesha nguvu alizokuwa nazo baba yake. Baba yake alikuwa anaweza akatamka kitu na kinatokea hapo hapo, hata kama ikiwepo. Mfano, anaweza akasema begi njoo na begi linatokea. Anaweza akaua mtu ambaye hayupo hapo kwa kutamka, alafu nafsi yake akaibeba. Basi Nathan baada ya kuona hayo aliogopa sana. Basi Nathan akawa na ukaribu na Anna. Leo Nathan akiwa yuko nyumbani, ghafla anashangaa kuna mtu anagonga dirishani kwake.
Basi Nasani anapostuka anakuta kumbe ni Ana anagonga dirishani kwake, kipenzi cha moyo wake. Anapotoka nje ili aweze kumfuata Ana, ghafla Ana anaanza kukimbia kuelekea polini. Basi Nasani akamfukuzia Ana hadi polini, na alipofika polini ghafla alipigwa na kitu kizito, na kumbe alikuwa ni binamu yake na Ana. Na mchezo wote huu kumbe Ana wamepanga na binamu yake, na Ana alijifanya kuwa mpenzi na Nasani, kumbe ni mchezo amecheza na binamu yake. Basi Nasani akiwa yupo chini, binamu yake na Ana alichokifanya akachukua kisu ili aweze kumkata Nasani usoni, na mara baada ya kumkata jeraha la Nasani likawa linajifunga mara moja, na kwa bahati mbaya kile kisu kikamchoma Nasani tumboni, na wote wakaogopa wakakimbia, wakamwacha Nasani pale pale anahitaji msaada. Bibi yake Nasani baada ya kumtafuta Nasani kwa muda mrefu akamkuta Nasani yuko hoi, akamsaidia mjukuu wake kwa kumtibu kwa kutumia nguvu za miujiza. Na ilipofika asubuhi, Nasani alienda shuleni akiwa bado amechafukwa damu katika mavazi yake, kwani hakubadilisha nguo yoyote. Akamkuta binamu yake na Ana, akampiga sana usoni kwa kutumia ngumi, na alipoona amemuumiza sana, Nasani mwenyewe akaogopa, akarudi kwa bibi yake na kumwambia, bibi, naomba nisaidie, nimempiga kijana wa watu huko, nimemuumiza, isije ikawa nimerudi kwenye zile nguvu ambazo mnazizungumzia. Na haukupita muda mrefu, chama cha wachawi kikaja kikamchukua Nasani, na walipomfikisha kwenye bezi yao walimuweka kwenye keji ya chuma, na kila siku asubuhi na jioni Nasani alipigishwa mazoezi magumu, kukimbia kwenye maji, kukimbia kwenye mawe, ili tu kuweza kumuondoa nguvu aliyokuwa nayo. Usisahau kusubscribe na kulike video zetu. Njoo tutazame sehemu ya pili.